Na mtazamaji, hujambo mahali popote pale ulipo alfajiri ya leo. Shukran kwa kuweza kuamka nasi. Hii ni Kuzacha. Mtazamaji, nikiwa na imani ya kwamba asubuhi yako njema, na nikiwa na imani ya kwamba umeamka na upande mwema wa kitanda ama upande wa kulia. Maana wanasema sijui ukiamka na wa kushoto siku yako sijui itakuwa vipi, lakini tuombe kwamba umeamka na upande mwema wa kitanda ama upande wa kulia. Langu jina ni Kamchemenza, niruhusu nikujuze mawili matatu kwenye taarifa zetu. Alafu kisha nitakuwa ni mwenye kupisha usukani huko wenzangu wana Kuzacha. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto amefanya mabadiliko katika nyadhifa za makatibu wa wizara, ikiwemo kuwapandisha vyeo maafisa wakuu na kuwateua makatibu wapya. Miongoni mwa uteuzi huo ni Profesa Edward Kisiang'ani aliyeteuliwa kuwa mshauri mkuu wa mwanachama wa baraza la rais la washauri wa kiuchumi, ambapo mahala pake sasa amechukuliwa na Stephen Isaboke aliyekuwa afisa mkuu wa masuala ya udhibiti katika kampuni ya MultiChoice. Aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha amepata jukumu jipya kuhudumu kama mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa kudumu wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu makazi UN Habitat jijini Nairobi. Kwenye mabadiliko makubwa serikalini, Rais William Ruto ametangaza uteuzi wa makatibu wapya. Miongoni mwa wale waliopandishwa cheo ni Amos Gathesha aliyepandishwa kutoka jukumu lake la awali katika utumishi wa umma hadi naibu mkuu wa utumishi wa umma. Wakati huo Profesa Edward Kisiang'ani ambaye amekuwa katibu wa utangazaji na teknolojia katika Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Dijitali sasa atatekeleza jukumu la mshauri mkuu na mwanachama wa baraza la rais la washauri wa kiuchumi. Mahala pake patachukuliwa na Stephen Isaboke aliyekuwa mkuu wa masuala ya udhibiti katika kampuni ya MultiChoice. Katika sehemu ya mabadiliko hayo, makatibu 14 wapya wameteuliwa, wakiwemo Jane Kare Imbunya, Regina Akoth Ombam, Cyril Wangunda Odede na Caroline Wanjiru Karugu, ambao wote ni washirika wa karibu wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Wengine wapya ni pamoja na Oluga Frederick Ouma, Hamed Abdisalan Ibrahim na Judith Naiyai Pareno. Kwenye mabadiliko hayo, maafisa kadhaa wamehamishiwa idara tofauti. Hawa ni pamoja na Profesa Julius Bitok anayebadilishana nyadhifa na Dr. Belio Kipsang akihama kutoka idara ya uhamiaji hadi kwenye idara ya elimu ya msingi, ambapo Belio amechukua mahala pake. Kadhalika maafisa wengine wakuu wamepewa majukumu mengine, huku Teresia Mbaika akisimamia idara ya uchukuzi wa ndege, Ismail Madei akisimamia idara ya mipango maalum na Hari Kimtai akihamishiwa kutoka huduma za matibabu hadi idara ya uchimbaji madini, na Elijah Mwangi akisimamia idara ya michezo ambayo awali ilisimamiwa na Peter Tum. Rais Ruto pia ameanzisha idara mpya katika Wizara ya Elimu. Profesa Abdulrazak Shaukat atasimamia kitengo hicho kipya cha sayansi, utafiti na ubunifu, sekta ambayo imetenganishwa na elimu ya juu ambayo kwa sasa inasimamiwa na Beatrice Nyangala. Aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha amepata jukumu jipya akiwa mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa kudumu wa Kenya katika shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu makazi UN Habitat jijini Nairobi. Vilevile Rais Ruto amemteua Peter Tum kuwa balozi wa Kenya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, naye Alfred Omundo ameteuliwa kuwa naibu mkuu wa ujumbe wa nchi Ubelgiji. Ben Chumba, Darubini. Na mtusalimu humo kwa makatibu na mawaziri, ambapo waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi amedumisha msimamo wake kwamba hatojiuzulu kutoka kwa wadhifa wake wa waziri kufuatia uvumi kuhusu hatua hiyo. Akizungumza wakati wa kufungwa rasmi kwa mafunzo ya uhamasisho katika chuo cha mafunzo ya uongozi nchini katika kaunti ya Mombasa, waziri alidumisha msimamo wake katika shinikizo zake, huku akielezea uvumilivu wake katika kusubiri kupokea majibu ya rais kuhusiana na utekaji nyara. Wakati huo huo, Muturi alisema kuwa Kenya imejitolea kuimarisha utoaji huduma kwa umma na kuboresha ushirikiano wa kikanda kupitia mkataba wa bara Afrika kuhusu amani na kanuni za huduma za usimamizi wa umma. Hebu niulize, tumesema kama serikali kwamba hatuungi mkono
jambo la utekaji nyara na pia mateso na wengine hata kuuliwa kwa binadamu hapa nchini. Sasa ule mtu ambaye anakashifu jambo hilo ndiye anatakiwa kutoka ama ni nani anatakiwa kutoka? Ule ambaye ananiambia nitoke basi anasema anaunga mkono utekaji nyara na kuua watu kiholela kinyume cha sheria. Nani hapo anatakiwa kuwajibika? Kwa ile jambo la kusema utoke, ujiuzuru, utajiuzuru kwa kusema ukweli ama kwa nini? Lazima mtu aseme, uzungumze ukweli wako pale. Na kama kuna makosa yoyote niko tayari kusimamia na kuyatetea vilivyo, hata kama nitakuwa upande gani. Acha tungoje kidogo tuone kama majibu yatakuja kwa njia yoyote ile. Unajua nimekuwa katika mambo ya uongozi wa nchi kwa muda mrefu. Kwa hivyo acha tungoje tu kidogo. Labda utapata mambo mengine. Going forward, I wish to reiterate the need for the African Union Commission to refine and digitalize the SPAT tool to streamline its use and increase accessibility across state parties, as well as strengthening peer learning for effective domestication of the tool. Na aliyekuwa gavana wa Nyandarua Daniel Waithaka na afisa mkuu wa masuala ya maji katika serikali ya kaunti hiyo Grace Gitonga wametozwa faini ya shilingi milioni 1 au kutumikia kifungo cha miaka 2 gerezani kwa kuhusika kwenye sakata ya kandarasi ya shilingi milioni 50. Akitoa hukumu hiyo, hakimu mkuu Evans Keago alisema ingawa hakuna fedha zilizopotezwa, kandarasi hiyo ilitolewa bila kuzingatia sheria na mpangilio uliowekwa. Haya na mengine ni kwenye mizani ya haki. Aliyekuwa gavana wa Nyandarua Daniel Waithaka na aliyekuwa waziri wa maji Grace Gitonga walishtakiwa mwaka 2018 baada ya uchunguzi uliofanywa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kubainisha kwamba wawili hao walitoa kandarasi ya shilingi milioni 50 bila kuzingatia sheria kwa kampuni ya Israel. Although the officials fell into error in engaging prematurely, they were only being human and answering to very urgent calls for improvement. Pay homage to this seat of justice. Mahakama ya kusikiliza kesi za ufisadi huko Nyahururu pia iliwapata wawili hao na kosa la matumizi mabaya ya mamlaka. That the court takes cognizance of the fact that a custodial sentence in the circumstances would be an overkill. Mahakama hiyo pia ilifahamishwa kwamba gavana huyo hawezi kutembea wala kuzungumza na kwamba hangeweza kufika mahakamani. Committed denied other will be contractors in seeking to provide the same services that were offered by Mr. Hart Consulting Engineering. Before he will serve 2 years imprisonment, the sentence will run concurrently. For case number 2, she also pay a fine of Kenya shillings 500,000 for each county, that is count 2 and 3. In default, she will serve 2 years imprisonment. Hukumu iliahirishwa hadi tarehe 28 mwezi Machi ambapo wawili hao wanatakiwa kufika mahakamani. Kwingineko, mahakama moja ya Nairobi itatoa uamuzi wake Ijumaa tarehe 21 mwezi Machi mwaka huu, ikiwa washtakiwa watatu kwenye kesi iliyowasilishwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi walikiuka sheria kwa kukataa kukaguliwa kwa simu zao za rununu. Upande wa utetezi ulipinga kushtakiwa kwao ukisema muda wa siku 6 uliokuwa umetolewa hapo awali na mahakama ulitosha kufanywa kwa uchunguzi dhidi yao.
Washtakiwa hao James Mbovi, Mike Mudhami na Rafael Mudhoka walikamatwa mnamo tarehe 11 mwezi Machi wakiwa na simu 12 pamoja na kadi 23 za simu wakidai kuwa maafisa wa serikali, huku tume ya EACC ikitaka kuruhusiwa kukamilisha uchunguzi. Ruth Wambui, Kuzacha, Ijumaa. Mtazamaji, tuachane na hayo ya mahakamani, tuangazie usalama barabarani, ambapo halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani imetoa wito kwa huduma ya polisi kwa taifa kuyachukulia hatua magari yanayomilikiwa na kampuni ya Supermetro kwa kukiuka agizo la kusimamishwa kwa leseni ya kuhudumu ya kampuni hiyo. Halmashauri hiyo ilisitisha kwa muda leseni ya kampuni hiyo, ikisema magari ya kampuni hiyo hayana vidhibiti mwendo na yanaendeshwa na madereva ambao hawajahitimu. Ni Alhamisi alasiri. Shughuli ni kama kawaida katika vituo vya mabasi vya kampuni ya Supermetro katikati mwa jiji la Nairobi. Haya yanajiri licha ya hatua ya halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani ya kusimamisha leseni ya kampuni hiyo kwa kukosa kuzingatia masharti ya magari ya uchukuzi. The reason why you can see the vehicles are still hovering around is because that suspension has just been given right now. So I would urge the DIG police not to detain any Supermetro vehicle that is on the road right now. Kwa sababu kunafaa kuwa na notice. Kuna Supermetro bus ilikuwa maybe on hire, ilikuwa inaenda mahali. Sasa inafaa isimame mahali iko, alafu abiria wafanyiwe namna gani? Kwenye taarifa iliyotolewa leo, halmashauri hiyo ilifafanua kwamba ukaguzi wa magari 523 ya kampuni hiyo ulibainisha kwamba kuna ukiukaji wa sheria za trafiki. Ufichuzi huo unajumuisha magari 15 yanayohudumu na leseni zilizopitwa na wakati, 8 ambayo hayana leseni ya kutoa huduma za uchukuzi, 5 yakiwa na vidhibiti mwendo ambavyo leseni zimepitwa na wakati, huku magari 88 yakikosa kutoa takwimu kwa kukosa kunakili mwendo wa magari hayo. Supermetro is a very compliant company. We adhere and comply to all the traffic rules that we have, to all the National Transport and Safety Authority regulations that they give us. So even in these ones, we are going to comply to the letter of what they want. And if you have seen their statement, they only mentioned a few vehicles. So that is why I have said we cannot throw the baby and the bathwater together. Just because of one matatu, one rogue driver, one rogue conductor. We can. Hatua hiyo ilichukuliwa dhidi ya kampuni hiyo kufuatia kufariki kwa abiria mmoja baada ya kuondolewa kwenye basi lililokuwa likisafiri na kuibua shutuma kutoka kwa wananchi. Dereva aliyekuwa akiendesha basi hilo tayari ametiwa mbaroni. Kama unavyoshuhudia nyuma yangu ni kwamba matatu hizi za kampuni ya matatu ya Supermetro bado zinaendelea kutoa huduma zao kama kawaida, licha ya mamlaka ya NTSA kutangaza kwamba imezipiga marufuku kuhudumu maeneo mbalimbali nchini. Swala kuu linalojitokeza, je, marufuku hiyo itazidi kutekelezwa au la? Nikiripotia KBC Channel 1 kutoka katikati ya jiji la Nairobi, jina langu ni Joseph Wahungu. Na mtazamaji, bila shaka tutakuwa tunafuatilia taarifa hiyo kwa karibu kukujuza ni yepi yatakayo ama ni hatua zipi zitakazochukuliwa na kampuni hiyo ya NTSA ama halmashauri hiyo ya NTSA. Tukiachana na hayo ni kwamba wadau wa serikali na wasio wa serikali wamehimizwa kuwashirikisha vijana katika kukabiliana na itikadi kali na za kikatili kupitia mipango ya kuwawezesha kiuchumi. Kulingana na afisa mkuu wa uhusiano katika kituo cha kitaifa cha kukabiliana na ugaidi, Kanali Emmanuel Chirchir, vijana ambao wanaweza kutekwa katika shughuli za itikadi kali kwa urahisi wanaweza kutekeleza jukumu muhimu katika kukomesha ugaidi. Alikuwa akizungumza wakati wa kongamano lenye kauli mbiu ya kuimarisha ushiriki wa vijana katika vita dhidi ya itikadi kali. Miaka mingi makundi yenye itikadi kali yamekuwa yakitumia mbinu za kulaghai na ahadi zinazolenga vijana. Ili kukabiliana na hali hiyo, kituo cha kitaifa cha kukabiliana na ugaidi kiliandaa kongamano la kuhamasisha vijana kuhusu hatari zinazotokana na itikadi kali. Priority areas of the new strategy, there is one arm that is called inclusivity. In this inclusivity, we are going to ensure that the youth play a role in having conversations among themselves that will be able to take them
be able to drive conversation of building resilience amongst themselves and collectively from those particular groups. Afisa mkuu wa uhusiano katika kituo hicho, Kanali Emmanuel Chilcher, alisisitiza haja ya uratibu zaidi na mbinu jumuishi ili kukabiliana kikamilifu na itikadi kali. It is a space that we are going to be present. We are going to have very, very candid conversations with the youth that, you know what, we know the problem is there, but we know we have to protect ourselves, not as an individual, but also as a country. Matamshi yake yalikaririwa na wadau wengine walioshinikiza kutekelezwa kwa mkakati wa kitaifa wa kuzuia na kupambana na itikadi kali wa mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Today we are happy to be hosting the policy dialogue event on youth engagement and marginalization in prevention and countering violent extremism. Now, one of the strategies and opportunities that they are in is in terms of integration of and coherence of government programs. Again, it is important to indicate that the affirmative action funds, as Kano and Rehab rightfully indicated, we have structures that have been put in place that are supposed to safeguard the interests of young people insofar as access to these funds. Mkakati huo ulizinduliwa mnamo mwaka 2016 na kufanyiwa marekebisho mwaka jana. Na muungano wa wanafunzi wa afya ya meno kutoka chuo kikuu cha Nairobi umetoa wito wa kujumuishwa kwa huduma za afya ya meno katika mfumo wa afya kwa wote. Wakiongozwa na mhazini wa chama cha wanafunzi wa masuala ya meno Njeri Musila, wanafunzi hao walisema kuwa hatua hiyo itatoa huduma hizo muhimu kwa Wakenya nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya afya ya kinywa katika majengo ya chuo hicho kikuu, wanafunzi hao pia walilalamikia hali ya serikali ya kujikokota katika kuajiri wanafunzi wa kimatibabu katika sekta hiyo, hali ambayo wanasema imeathiri vibaya utoaji wa huduma za afya ya kinywa nchini. Wanafunzi hao watatekeleza shughuli ya juma moja ya kutoa huduma za meno bila malipo kwenye uwanja wa michezo wa chuo hicho kikuu kusherehekea siku ya afya ya kinywa mwaka huu yenye maudhui ya kinywa chenye furaha, akili yenye furaha. We want to remind the government to consider to provide dental benefits in the SHA coverage, because it is important that Kenyans have. Most of the county governments are not employing dentists. Most of the persons living in the county governments do not have adequate access to dental services. And we're imploring the government, through the Council of Governors, to consider having dentists at all facilities from level 3, 4, 5, and 6. Because Kenyans need to access quality dental care services. This, we will work closely with schools, community groups, and health organizations to roll out oral health programs in every corner of the country. Remember that a happy mouth is a happy mind. Na tuachane na ya afya ya kinywa, tuangazie afya ya chakula, ambapo baadhi ya wadau katika sekta ya kilimo wamepongeza uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama ya rufani uliozuia kwa muda serikali ya Kenya kuagiza mimea ya vyakula kisaki, wakiutaja kuwa ushindi mkubwa kwa mkulima. Shirika lisilo la kiserikali la Greenpeace Africa kwa ushirikiano na shirikisho la Kenya Peasant League yamesema kuwa uamuzi huo utakuwa mfano muhimu, huku wakikabiliwa na kesi kuhusu mbegu itakayoamua hatma ya mfumo wa mbegu itakayosimamiwa na wakulima kote nchini Kenya na barani Afrika kwa jumla. Wametoa wito kwa viongozi kufanya maamuzi yafaayo yatakayoimarisha maisha ya Wakenya, wala sio mashirika machache yanufaike na kupata faida. Up and said no, our food systems will not be hijacked by corporate interests. It reaffirmed that what we have been saying all along: GMOs are not about feeding Kenya, they are about controlling the Kenya food system. Sisi wakulima kule Masinani, kwanza ninamshukuru sana jaji aliyekata kesi ya GMO, kwa kuwa hii mbegu ilikuwa inaenda kutuumiza sisi kama wana Kenya, sisi kama wakulima wadogo.
ilikuwa ni faida ya wale wakulima wakubwa. When we say that we need to support our farmers, when we say that we need to have control of our seeds, it does not mean that we are saying no to progress. What we are saying is progress must be sustainable, it must be just, and it must serve the interests of the people of Kenya, not corporations. Down, down, GMO. Kwenye safu ya biashara ni kwamba benki ya ushirika imepata faida shilingi bilioni 25.5 baada ya kutozwa ushuru, huu ukiwa ukuaji wa 9.8% uliotokana na ongezeko la mapato ya riba. Benki hiyo imependekeza mgao wa shilingi 1 na senti 50 kwa kila hisa, ambapo wenye hisa watagawanya jumla ya shilingi bilioni 8.8. Kwa hii na taarifa zingine, mtazamaji, ni kwenye mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Kiwango cha mikopo kilipungua kwa asilimia ndogo hadi shilingi bilioni 373.7 kutoka shilingi bilioni 374.2 iliyonakiliwa mwaka 2023. Hata hivyo, hilo halikuzuia benki hiyo kuendelea kukua, huku jumla ya mapato ya uendeshaji biashara ikiongezeka kwa asilimia 12.5 kutoka shilingi bilioni 71.7 hadi shilingi bilioni 80.6. Mapato yasiyo ya riba yalikuwa kwa asilimia 10.1 hadi shilingi bilioni 29.1, huku mapato ya riba yakiongezeka kwa asilimia 13.9 hadi shilingi bilioni 51.5. Wakati huo huo, jumla ya gharama za uendeshaji biashara iliongezeka kwa asilimia 12.5 hadi shilingi bilioni 80.6, huku benki hiyo ikiongezea shughuli ya uwekezaji kwenye sekta ya dijitali na kufungua matawi mengine na kufikisha kuwa 211. Kwingineko, benki ya Absa nchini Kenya imetangaza faida ya shilingi bilioni 20.9 mwaka 2024 iliyochangiwa na mapato ya riba yaliyoongezeka kutoka shilingi bilioni 10 hadi shilingi bilioni 64.7. Benki hiyo imependekeza mgao wa shilingi 1 na senti 75 kwa kila hisa. In a flat lending environment, 180 billion of new lending, that shows our commitment to the market. And as Yusuf said, we expect, it's a natural outcome of what's happening in the interest rate environment, that we'll see more lending, not just in our bank, but in the industry as a whole. Na hatimaye, halmashauri ya ustawi wa eneo la Ziwa imeanzisha mafunzo kuhusu mbinu bora zaidi za ufugaji samaki, ikiwalenga wafugaji samaki wa vidimbwi. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri hiyo Wycliffe Ochiaga pia amesema kuwa taasisi hiyo inaweka mashine ya kisasa kuzalisha samaki wachanga katika kaunti ya Kisumu itakayokuwa na uwezo wa kufuga tani 3.5 za samaki wachanga kwa mwezi. Now, the reason why we adopted this technology was to address the shortfall that we have in terms of production of fish locally. And from the data that we have is that annually the demand for fish locally is around 600,000 metric tons. But the shortfall in terms of what we are able to produce as a country, we have a shortfall of around 180,000 metric tons. Na mtazamaji, michezoni tuangazie kipute kilichoshuhudiwa jana jioni baina ya Harambee Stars na Gambia, ambapo Kenya ililazimisha sare 3-3 hapo jana usiku dhidi ya Gambia katika mechi ya kufuzu kombe la dunia iliyochezwa nchini Ivory Coast. Mtazamaji, tizama mambo yalivyokuwa kama unavyoona kwenye runinga yako. Running behind, and there's space here for Minte. Minte, oh, couldn't quite decide who he wanted to pass it to. It set up nicely for a right footer, but Minte wanted to use his left. Nice turn on the edge of the air. Here comes the shot. Oh, what a strike that is. Wow. And Musa Barrow, who hit a poor penalty on the half-hour mark, has made up for it, and how, here in the second half.
Hits up the ball on the left, turn inside, and then a fantastic shot into the top corner. No chance here, Otieno this time, and the Gambia have taken a 1-goal lead. Loose ball here, Minteh goes one way, smashes it in the top corner, and that's 2-0 Gambia. Well, Yankuba Minteh with his 5th international goal. He scored 5 goals in the Premier League this season. He's now made it 5 for the Scorpions as well. Oh, he's got a fingertip on it as well as Otieno. So he tried to go with the back heel there. The cross just that small amount behind him. The game's so open now in this last 20 minutes. And now the ball over the top. Kenya in behind, a little bit too much on. They need some support over on the left-hand side, though. Now it's slowly arriving. Otieno inside. Good run. Oh, what a strike that is! Wow! Mohamed Bajeba with a stunning strike into the top corner. Well, some of the players may be thinking about stopping for a drink, but wow, they've earned that drink now. And the substitute, Bajeba. Look at the strike here, goes past his man, sets it up onto his right foot, in off the underside of the crossbar. They always look impressive when they do that. What a hit, what a goal, and what a second half we're having here in Abidjan. 2-2. This second of the game. Not as spectacular as his first effort that opened the scoring. Well, Eric Otieno stands there with it. Musa Barrow goes long, looking for the run of Minteh. The cross headed up rather than away. Minteh tries to win the ball back for Gambia, and it falls for a teammate. Here it goes for Minteh, heads it across goal. Oh, I just wonder there if he could have let that drop in for a turn forward. Went a little bit high, you just think, yeah, volley it. Zip to the game, and they've given the ball away here. This Na mtazamaji, saa 1:02 na sekunde zake za kuhesabu ndipo napotia kikomo kwenye taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii ya leo, lakini usitie shaka manake kipindi hiki cha Kuzacha bado kinaendelea. Upande wa pili namuona mwenzangu Rashid Mwamkondo tayari kishachukua nafasi yake. Kitengo kinachofuata ni mambo bayana, akiwa leo anazungumzia kuhusu afya ya kinywa na meno. Mtazamaji, je, unanuka mburushi? Je, mdomo wako unatoa harufu? Je, meno yako yanavunjika kama una matatizo kama hayo? Basi ni muda mwafaka hivi kukaa nasi na kufuatilia mazungumzo haya, mahojiano haya ya Rashid Mwamkondo akiwa na daktari wa meno Dr. Oludhe Martin Jeremiah. Kutoka kwangu Kamchemenza, ni ruhusu tu ni kuaga, lakini tufanye vivi hivi tena Ijumaa ijayo. Nimeona hapo kuna meno na mswaki, nikakumbuka kwamba Rashid huwa na matatizo mara nyingine ya kupiga mswaki. Nadhani atakuwa anafundishwa jinsi ya kupitisha mswaki. Kutoka kwangu Kamchemenza, mtazamaji, tufanye hivi tena Ijumaa ijayo na kutakia weekend njema. Masalamu.